إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أنه تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته، واعlamu anna Allah azza wa jalla ma'al muttaqin. Ndugu zangu katika imani, awali ya yote na wahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya swala la kumcha Allah tabaraka wa taala, na tujue wazi kwamba Allah tabaraka wa taala yuko pamoja na wale wanaomcha. Ama katika hutuba yetu ya leo itakuwa ni mwendelezo wa hutuba tuliyoitoa kabla ya wiki iliyopita, usia 6 alizotuhusia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akasema atakayeshikamana nazo basi Mtume sallallahu alaihi wasallam amemdhamini pepo. Ndugu zangu, bila shaka kwamba kila mmoja wetu matamanio yake na fikira yake na juhudi zake za ibada mbalimbali na taa mbalimbali, yote hayo anatafuta kumridhisha Allah tabaraka wa taala, na matokeo yake iwe ni kuingizwa katika pepo yake. Sasa mambo ni mengi na taa ni nyingi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mapenzi ya umma huu ameorodhesha mambo 6 ambayo akishikamana nayo hayo mja, basi mdhamini wa pepo atakuwa yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio matendo yako, dhamana ya pepo ataibeba yeye. Na bila shaka huwa sadiqul masduq. Bila shaka Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio katika binadamu wanaozungumza ukweli. Wal haqu ma shahida bihi al a'da, na ukweli ni ule ambao maadui zako wameuthibitisha. Maadui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakimwita Mtume sallallahu alaihi wasallam as-sadiqu al-amin. Makuraish pamoja na ugomvi wao, pamoja na chuki zao za kutaka kumuua na kumfanyia madhila mbalimbali, lakini walikuwa wanamuita as-sadiqu al-amin, kwamba Muhammad ni msema kweli na muaminifu. Sasa adui akikuthibitishia sifa hiyo, sifa inakuwa haina wasiwasi. Sasa kama maadui walimwita as-sadiqul amin, vipi mimi na wewe ambaye tumemwamini tusiamini ili ambalo anatueleza? Hata pale alipowaita Makuraishi akawakusanya kwenye kilima, akawaambia, mnaonaje nikiwaambia nyuma ya mlima huu kuna jeshi nataka kukuvamieni? Mtanisadiki? Mtaamini maneno yangu? Qalu bala ma jarrabna alayka alkadhib. Waambia, kwa nini tusikuamini? Kwa sababu maisha yetu hatujawahi kusikia ukizungumza uongo.
Sasa kama hazungumzi uongo katika maneno ambayo yuhtamalu fihi alkadhib, kwa kibinadamu mtu anaweza kuzungumza uongo, vipi akizungumza maneno ambayo kichwa wala fikra wala mawazo hayafikii huko? Anakuambia atakudhamini pepo. Na katika kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, tasdiquhu fima akhbara, ni kumwamini bila anakuwa na chembe ya shaka kwa yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaeleza. Kwa hiyo jambo la kwanza tulilolieleza katika hadithi ya Ubada bin Samit radhiyallahu anhu, jambo la kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale 6 alisema usduku idha hadathtum, kuweni wa kweli wa mazungumzo. Na hili tulilizungumza katika Ijumaa ile kwa upana wake na marefu yake. Ukweli wa mazungumzo, sheria ya dini yetu sisi haitaki mtu mwenye ndimi mbili. Ukienda kwa huyu umesema hili, ukienda kwa huyu umesema hili. Lishikwe lipi katika hayo mawili? Na jamii yoyote ile ambayo uongo umekuwa mwingi kuliko ukweli, basi hiyo jamii inapata madhara makubwa bila wao wenyewe kujua. Ndugu zangu, jambo la pili ambalo tunatakiwa tushikamane nalo ili Mtume sallallahu alaihi wasallam atudhamini pepo, wa aufu idha wa'adtum, tekelezeni ahadi mlizo ahidiana. Nayo ni maisha ya jamii. Yaani katika jamii zipo ahadi ambazo watu wanapeana, na unapompa ahadi mtu, manake umemwambia aache kutegemea vitu vingine akitegemea ahadi yako. Huu ni mfumo wa maisha, watu wanaishi kwa namna hii. Lakini kama watu hawatekelezi zile ahadi ambazo wanazopeana, watu wakafanyiana khiana katika ahadi zao, udanganyifu katika ahadi zao, bila shaka hiyo jamii hata maendeleo yake yatachelewa. Ahadi. Ndugu zangu, leo kuna vijana wengi na watu wengi, kuna watu wanaingia ahadi ya kuchukua bodaboda, kuna watu wanaingia ahadi ya kuchukua bajaji, kuna watu wanaingia ahadi za kuchukua simu. Hizi zote ni wadi. Mmeandikishiana mikataba kwamba unapewa pikipiki utarudisha pesa, umepewa simu utarudisha pesa, umepewa bajaji utarudisha pesa, wahalu majar na vitu vingine kama hivi. Lakini kinachotokea, wale walioaminiwa wakaweka ahadi kwamba tutarudisha, wapo tunaosikia zile simu zenyewe wanazitoa laini, wanazifanya wanavyojua wao, ili mradi wale wanaowadai wasiweze kuwapata. Wapo wanaotoa GPRS kwenye pikipiki na bajaji ili wasijulikane wapi walipo.
Wapo wakina mama ambao wana vikundi vyao, mavikoba vyao, sijui makasia gani yao, na kila siku wanalizana kwenye hiyo mavikundi yao na mikoba yao. Yanatokea yote haya kwa sababu gani? Kwa sababu watu hawatekelezi ahadi. Sasa jamii ya Kiislamu, jamii bora ambayo inataka watu wakae kwa amani na salama, Mtume sallallahu alaihi wasallam wasema, wa aufu idha wa'adtum, tekelezeni ahadi mlizoahidiana na watu. Innal ahda kana mas'ula, ahadi yoyote ulioingia na mtu, madha liwe ni ahadi halali, ujue Allah tabaraka wa taala atakuuliza. Allah atakuuliza. Kwa hiyo ndugu zangu, tuchukue tahadhari. Leo tupo, kesho hatupo. Kama uliingia ahadi na mtu, basi sheria inakwambia tekeleza ahadi. Baada ya kuzungumzia vijana, ahadi nambari moja kabisa ni ahadi aliyoichukua mwanadamu kati yake na Mola wake. Ahadi aliyochukua binadamu na Mola wake, ahadi ya ibada. Qala alastu birabbikum qalu bala, Mwenyezi Mungu aliziuliza roho, mimi sio Mola wenu? Akamwambia wewe ndio Mola wetu, kabla roho yako haijaingia kwenye kiwiliwili. Al-ahadu bainaka wa baina Allah, ahadi yako kati yako wewe na Mola wako. Je, ahadi ya Mola wako wewe na yeye ni kuswali Ijumaa mpaka Ijumaa? Ahadi hujatekeleza. Ni kuswali swala 4 tu alfajiri usiswali? Ahadi hujatekeleza. Tusiangalie ahadi za pesa tu na mikataba. Ahadi alizozizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kipande hiki kwa ujumla wake. Zipo ahadi za wafanyakazi na mabosi wao. Wewe umechukua ahadi na mkataba kwamba unaingia kazini saa 2, utatoka saa 9. Wewe kila siku kazini unaenda saa 5, unatoka saa 8. Wa aufu idha wa'adtum, mkipewa ahadi, mkiahidi tekelezeni. Zote hizi ni aina za ahadi na zote zinatakiwa zitekelezwe ili maisha yawe salama salimi. Watu kama hawakutekeleza ahadi, basi zitatokea dhulma. Na ndio maana unaona leo watu wanauana, mtu anamkata mtu kichwa. Ahadi. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana ambalo tunatakiwa tuzingatie katika usia 6 ambazo ametueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya mambo yanatakiwa yaenee kwenye jamii ya Kiislamu. Lakini kwa bahati mbaya, kwa masikitiko, sisi tunaweza kuwa ndio tunaongoza kwa kuvunja ahadi, waliyadhi billah. Ndugu zangu, haya mambo yanataka ubadilishe nafsi, ubadilishe mwenendo. Mwenendo wako ukibadilika,
haya mambo yanaweza kubadilishika. Lakini kama mwenendo haubadiliki, haya mambo utayaona kwako ni magumu. Aqulu wa antum tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah, usikum mirara wa tikrara bitaqwa Allahi azza wa jalla wa taatihi. Ndugu zangu, nawahusia tena juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala na kumtii. Jambo la tatu ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tukishikamana nalo yeye atatudhamini pepo. Jambo la tatu, wa addul amanata idha tumintum, kabidhini amana mlizoaminiwa. Amana mlizoaminiwa hakikisheni mnazikabidhi kwa wenyewe bila mapungufu. Mtu amekuamini, kakuletea kitu chake cha thamani, siku anakuja kukifuata, wewe unamwambia wakati unanipa shahidi alikuwa nani? Amana. Amana kwa maana yake pana. Amana ni mtu amekuamini kwenye jambo lake. Manake kwenye jamii wako watu wengi, lakini kama amekuletea wewe hiyo amana, manake amekuamini. Kama amekuamini, jenga imani ile ile ambayo yeye amekupa. Lazima amana zichungwe na wakabidhiwe wenyewe. Amana inaweza kuwa ni pesa mtu amekukabidhi. Amana inaweza kuwa ni pesa ambayo mtu kapoteza. Amana inaweza kuwa ni pesa ambayo mtu kakutumia kwa makosa. Zote hizi ni aina ya amana. Lakini je, ikiingia pesa kwenye simu yako, pamoja matapeli ni wengi leo, lakini umehakikisha kwamba pesa mtu katuma kwa makosa kwenye simu yako, sheria inasemaje? Addul amanata idha tumintum, rejesheni na kabidhini amana za watu mlizoaminiwa. Kuna watu wameaminiwa mpaka nyumba, bwana kaa hapa, siku mwenyewe anaitaka ile nyumba ni matatizo. Kaaminiwa, ndugu yangu kaa hapa, huyu anatoka anafoji makaratasi, mwenyewe anataka amana yake. Amana hiyo ataenda kuipata mahakamani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hapa ndio jamii ilipofika. Sasa sisi hatuwezi kuwa na jamii tukaishi kama jamii ambayo haina mwongozo. Hizi zimekuja kama wasia, lakini ndio mwongozo ambao sisi Waislamu tunatakiwa tuishi nao.
Hasa kukiwa katika jamii hakuna amana, wanaume hawachungi amana zao, wanawake hawachungi amana zao. Ni amana. Kama hivi vitu havichungwi, basi hii jamii ina matatizo. Akina mama na watoto wa kike wachunge amana zao. Aliyeolewa ajue amebeba amana ya mume wake, ambaye hajaolewa ajue anatakiwa ahifadhi amana ambayo Allah tabaraka wa taala amemkabidhi. Hivyo hivyo kwa wanamume, aliyeoa anatakiwa achunge amana ya mke wake, na ambaye hajaoa achunge amana ambayo Allah tabaraka wa taala amemkabidhi. Hizi ni amana zote, na utaulizwa. Hizi zote ni aina ya amana, utaulizwa. Wewe mama ambaye unachukua pesa za mumeo, mwenyewe taarifa hana, unapoteza amana. Na wewe mume ambaye unachukua mali za mkeo, mwenyewe taarifa hana, unapoteza amana. Amana kwa maana yake pana, na amana ndama moja ni swala. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard fa abaina an yahmilna. Sisi Mwenyezi Mungu anasema tumeipeleka amana ya swala, tukaiuliza mbingu na ardhi, mnaweza mkaibeba hii? Waambia hapana ya Rab, sisi hatuwezi. Wahamalaha al-insan, mwanadamu akachukua hii amana. Innahu kana dhaluman jahula, baada ya kuibeba hii amana alafu asitekeleze, kana dhaluman, huyo amekuwa ameidhulumu nafsi yake. Jahulan, mjinga, kwa sababu hiki alichokipoteza hajui thamani yake. Hizi zote ni amana. Na sisi dini yetu, Allah tabaraka wa taala anasema huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi. Huwa alladhi arsala rasulahu, yeye ndio amemtuma mtume wake, bidinil haq, huda, Qur'an, huda, miongozo yake mtume sallallahu alaihi wasallam, wa dinil haq. Dini ni matendo unayokwenda nayo sasa. Liyudhhirahu ala dini kulihi, haya matendo mazuri ambayo anatuelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam, liyudhhirahu, ili yadhihirike katika jamii, ala dini kulihi, yashinde tabia zote na dini zote kwa matendo yaliyokuwa mazuri. Matendo yetu yakiwa mazuri, watu wataingia kwenye Uislamu huu bila qala Allah wala qala Rasul. Matendo, kwa sababu yanataka yadhihirike ili yawavutie wale ambao hawajui Uislamu. Wavutiwe na tabia nzuri kama hizi: mtu kuwa mkweli, mtu kutekeleza ahadi, mtu kulinda amana. Ni tabia nzuri sana. Ndugu zangu, tunaotakiwa kukumbuka, ambalo itakalo turejesha huku, tujue wazi kwamba
nguo ya mwisho utakayovishwa baada ya wewe kuwa umevaa kanzu, unavaa suruali, unavaa dera, unavaa baibui, nguo ya mwisho utakayovishwa ni sanda, na gari la mwisho utakalobebewa ni jeneza, na nyumba ya mwisho utakayoishi ni kaburi. Sasa wewe kuwa mjanja hapa, lakini hivi vinakusubiri. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibu da'awat يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وارض اللهم عن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله على تمام الكمال. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahika pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.